Mimi kwa jina naitwa Nicodemus Peter Pandai. Najihusisha na biashara, pia najihusisha na mambo ya utalii. Hapa nyuma yangu mnaona ilikuwa ni counter. Kulikuwa na crate karibia 4 za breweries, Serengeti Breweries, Coca-Cola na Pepsi. Kwa zaidi ya crate karibia 50 hapa zote waliziiba na kawafanya uvunjaji hapa. Na hapa nimeajiri zaidi ya vijana 6. Walikuwa wananitegemea mimi. Kwa sasa hivi hawana kazi yote wanayofanya. Mpaka nianze kufanya ukarabati tena. Na huko nyuma mnavyoona ni mahali nataka nihamie tena, nianze kuanza biashara huko. Ukiangalia baa ilivyokaa huko nyuma kote hamna cha, kila kitu waliziiba. Kwa upande wangu mimi nasema hii sio maandamano, ni vibaka tu, wizi mtaani ulianza. Kwa kuwa tulishatoa ripoti na polisi, kila kitu walishachukua, ilipatikana thamani shilingi milioni 9,560. Ukiangalia na jiko kule vya aluminium, milango, madirisha yote walizibeba. Kwa hiyo ni vibaka na mafundi maana yake. Kama wanaweza kuchomoa madirisha ya aluminium na milango, maana yake wana uzoefu na kazi hiyo. Mimi nawashauri tu wajipange, hiyo sio maisha. Maana yake nao wanategemea kuwa na familia. Kama wazazi wao walivyowalelea, na wao wanatakiwa walelee vijana wao wakue. Sasa wabadilike, wajishughulishe. Walilolifanya si sahihi. Kwa maana ya kwamba kusema ukosefu wa ajira, mimi mwenyewe walikuja kunifanyia uharibifu, mimi mwenyewe nimejiajiri na nimeajiri vijana. Kwa wanachokifanya wataleta hao vijana walioajiri hawana ajira tena. Wataenda kufanya uharibifu kama wao walivyofanya uharibifu. Hali imetulia kutokana na vyombo vya dola vinafanya kazi yao vizuri na sisi tunajipanga upya. Ukishajeruhiwa hamna kurudi nyuma, unapambana. Mimi nachowashauri ni kwamba waepukane na hii uharibifu, wizi, wajitegemee, waanze kufanya kazi, bado wana nguvu na wanaweza kujenga nchi yao.